Ubelgiji imeiondoa Marekani, mwenyeji mwenza wa kombe la dunia mwaka huu 2026, baada ya ushindi mkubwa wa mabao 4-1 mjini Seattle na kufuzu robo fainali ambako itakutana na Hispania. Mchezo huo uliingia ukiwa umezungukwa na utata baada ya FIFA kumruhusu Folarin Balogun kuichezea Marekani licha ya kuonyeshwa kadi nyekundu katika mchezo uliopita dhidi ya Bosnia na Herzegovina. Uamuzi huo uliibua mjadala mkubwa duniani, hasa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema alimwomba rais wa FIFA Gianni Infantino aangalie upya adhabu hiyo. Hata hivyo, uwepo wa Balogun haukuisaidia sana Marekani. Ubelgiji ilianza kwa kasi na kufunga bao ndani ya dakika 10 za mwanzo, ikiweka presha kubwa kwa wenyeji hao. Marekani ilijibu katikati ya kipindi cha kwanza baada ya Balogun kuchezewa madhambi nje kidogo ya eneo la hatari. Malik Tillman alipiga mpira wa adhabu uliogonga ukuta wa wachezaji wa Ubelgiji na kutinga wavuni, lakini Ubelgiji ilijibu mara moja. Charles de Ketelaere alifunga kwa kichwa baada ya cross nzuri kuingia ndani ya boksi na kuirudishia Ubelgiji uongozi. Mambo yalizidi kuwa mabaya kwa Marekani kipindi cha pili. Dakika 57, kipa Matt Fries alifanya kosa kubwa baada ya kutoka mbali langoni na kupoteza mpira, jambo lililomruhusu Hans Vanaken kufunga bao la 3 la Ubelgiji. Baadaye Christian Pulisic alitolewa uwanjani akiwa anaonekana kupata majeraha, hali iliyoongeza maumivu kwa Marekani. Romelu Lukaku alihitimisha kazi katika dakika za majeruhi kwa kufunga bao la 4. Baada ya mchezo, shirikisho la Ubelgiji lilionekana kuikumbushia Marekani utata wa Balogun kupitia ujumbe wa mtandaoni uliosomeka "Overturn this", kwa maana ya kwamba na hii pia igeuzeni iwe tofauti. Nahodha wa Ubelgiji Yuri Tielemans alisema utata huo uliwapa wachezaji motisha ya kujibu uwanjani. Matokeo hayo yanaipeleka Ubelgiji robo fainali, huku Marekani ikiishia tena hatua ya 16 bora ya kombe la dunia.